Mjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunafurahi kuwa nanyi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 18 za mwezi wa sita mwaka 2026. Tukuletea kwa haraka na kwa hakika matukio muhimu yanaendelea nchini, hususan katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini, vile vile na Ituri na maeneo mengine ya taifa letu. Katika dakika chache zijazo tutakuletea habari muhimu kuhusu leo usalama mashariki mwa nchi, siasa, maendeleo, jamii na michezo pamoja na matukio mbalimbali yanayogusa maisha ya wananchi wetu kila siku. Mimi ni Teloje Longa, basi nakukaribisha endelee kuwa pamoja nasi hadi mwisho wa taarifa letu hii la mchana wa leo kupitia Kivu News Info, sauti ya wananchi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ameonyesha furaha kubwa kufuatia matokeo ya sare ya bao 1-1 iliyopatikana kati ya timu ya taifa DRC Leopard na timu ya Ureno katika mchezo wa kombe la dunia la mwaka 2026 ulichezwa mjini Houston nchini Marekani. Mchezo ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu kubwa na mamilioni ya mashabiki duniani, uliwakutanisha Leopard dhidi ya moja ya timu zinazoheshimika zaidi katika soka la dunia. Kabla mchezo, wachambuzi wengi walikuwa wakiipa nafasi kubwa timu ya Ureno kutokana na uzoefu wake katika mashindano makubwa pamoja na uwepo wa nyota wake Cristiano Ronaldo. Hata hivyo, Leopard walionyesha kiwango cha juu, nidhamu na mchezo wa moyo wa kupambana alinawafanya kufanikiwa kupata sare muhimu dhidi ya wapinzani wao. Matokeo haya yamezua furaha kubwa miongoni mwa Wakongo waliopo nchini na wale wanaoishi nje ya nchi. Mara baada ya mchezo huo, Rais Tshisekedi alikutana na wanachama wa diaspora wa Kongo waliokuwa wakichokeza kwa wingi kuisapoti timu yao ya taifa. Katika mazingira ya furaha na shangwe, Rais alipongeza wachezaji wa Leopard kwa juhudi walizoonyesha ndani ya uwanja. Akizungumza mbele ya mashabiki yao, Rais Tshisekedi alisema kuwa dunia nzima ilikuwa ikiangalia Cristiano Ronaldo kama tishio kubwa katika mchezo huo, lakini Leopard waliweza kusimama imara na kuonyesha kuwa nao wana uwezo wa kushindana katika kiwango cha juu kabisa. Kauli hiyo imepokelewa kwa makofi na vifijo kutoka kwa mashabiki walikuwa wamefurahishwa na matokeo yao ambayo wengi walionyesha kuwa ushindi wa heshima kwa taifa la Kongo. Maana kuzungumzia mchezo, Rais pia alitangaza kuwa amefanya mazungumzo binafsi na kiongozi wa FIFA ili kuhakikisha kuwa idadi ya tiketi kwa ajili ya mashabiki wa Kongo inaongezwa iwapo Leopard itafanikiwa kufukuzwa hatua inayofuata ya mashindano hayo. Kwa mujibu wa Rais, ni muhimu kwa timu la taifa kuendelea kusapotiwa na wananchi wake katika hatua ya mashindano hayo. Alisema kuwa uwepo wa mashabiki wengi wa Kongo viwanjani ni chanzo kikubwa cha motisha kwa wachezaji wanaojitetea taifa lao mbele ya ulimwengu. Lakini pamoja na furaha ya soka, Felix Tshisekedi alitumia fursa hiyo kuzungumzia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo linaendelea kukumbwa na changamoto ya kiusalama kwa miaka mingi. Katika hotuba yake, Rais alisema kuwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea na operesheni mbalimbali za kurejesha amani na usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Alisema kuwa serikali itaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama na kwamba juhudi za kulinda wananchi zinaendelea kuimarishwa siku hadi siku. Rais Tshisekedi alienda mbali zaidi kwa kueleza kuwa ana imani kubwa na uwezo wa vikosi vya ulinzi vya taifa. Alisema kwa operesheni zinazoendelea hivi sasa zinaonyesha matokeo chanya na kwamba serikali ina matumaini ya kuona mabadiliko makubwa katika siku zijazo. Katika tamko hilo lovutia hisia za watu wengi, Rais Tshisekedi alitangaza kwa miji ya Goma na Bukavu itarejea chini ya udhibiti kamili wa serikali ya Kongo. Kauli hiyo imebua matumaini mapya kwa wananchi na maeneo hayo ambako kwa muda mrefu wamekuwa kikabiliwa na changamoto zinazohusiana na usalama. Kwa mujibu wa Rais, serikali itaendelea kutumia njia zote zinazowezekana kuhakikisha kwamba mamlaka ya dola yanarejeshwa katika kila sehemu ya nchi na kwamba wananchi wanaishi katika amani na usalama. Katika sehemu nyingine hotuba yake, Rais Tshisekedi alirejea baadhi ya matukio ya kihistoria yaliyowahi kuikumba DRC. Akizungumza mbele ya diaspora ya Kongo mjini Houston, alisema kuwa taifa la Kongo limepitia vipindi vigumu vinavyohusisha vita na ushawishi wa mataifa ya nje. Rais alidai kuwa kwa wakati fulani maadui wa nchi waliweza kuingia ndani ya Kongo
wakati taifa lilipokuwa katika hali ya udhaifu na migawanyiko. Aliongeza kuwa alichangia mabadiliko makubwa ya kisiasa ambayo yaliathiri mustakabali wa taifa kwa miaka mingi. Katika maelezo yake alimtaja alikuwa rais wa zamani Laurent Desire Kabila kama mmoja wa viongozi waliopigania maslahi ya Kongo katika kipindi cha historia ya nchi. Rais Tshisekedi alisema kuwa baada ya kuondolewa kwa viongozi waliokuwa wakitetea maslahi ya taifa, kulikuwa na juhudi za kuweka madarakani viongozi ambao wangeweza kutumikia maslahi ya watu wa nje badala ya maslahi ya wananchi wa Kongo. Kauli hizo zimeendelea kuzua mjadala katika duru mbalimbali za kisiasa, huku zikionyesha namna swala la uhuru wa taarifa na ulinzi wa rasilimali za Kongo zinavyoendelea kuwa mada muhimu katika mijadala ya uongozi wa nchi. Kwa jumla, hotuba ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Houston iligusa maswali mawili makubwa yanayovutia hisia za Wakongo. Upande mmoja kulikuwa na mafanikio ya Leopard katika kombe la dunia, na upande mwingine kulikuwa na matumaini ya kurejea kwa amani katika mashariki mwa nchi. Wakati Leopard wakaendelea kupeperusha bendera ya Kongo katika jukwaa la dunia, wananchi wengi wanaendelea kutazamia kwa matumaini makubwa maendeleo ya hali ya usalama nchini, hususan katika mji wa Goma na Bukavu, ambao amekuwa katikati ya hatari ya habari za mashariki mwa DRC katika miezi ya hivi karibuni. Taarifa zinazotoka katika mji wa Ubundu, makao makuu ya wilaya ya Ubundu katika mkoa wa Chopo, zinaeleza kwa watu kadhaa wanadaiwa kuwa wenye asili ya jamii ya Bashi kutoka Kivu Kusini na Nande kutoka Kivu Kaskazini wamekamatwa katika siku za hivi karibuni na vyombo vya usalama. Kwa mujibu wa ushuhuda wa baadhi ya wakazi wa eneo hilo, operesheni hizo za ukamataji zimefanyika katika mazingira ambayo bado haijawekwa wazi kikamilifu kwa umma. Vyanzo mbalimbali vinaeleza kuwa baadhi ya watu wanaokamatwa wanashukiwa kuwa na uhusiano au mawasiliano na waasi wa M23 wanaendesha shughuli zao katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka ya mkoa wa Chopo wala vyombo vya usalama inayodhibitisha madai hayo. Kutokana na hali hiyo, habari hizo zinaendelea kuchukuliwa kwa tahadhari wakati uchunguzi ukiendelea ili kubaini ukweli wa tuhuma zinazotolewa dhidi ya watu waliokamatwa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa katika kipindi hiki ambacho nchi inaendelea kukabiliana na changamoto ya kiusalama mashariki, ni muhimu kuepuka kutoa umuhimu wa haraka au kuhusisha jamii nzima na vitendo vinavyodaiwa kufanywa na watu wachache. Wanasema kuwa uraia wa mtu, kabila lake au eneo analitoka liwezi kuwa ushahidi wa kuhusika kwake katika makundi ya wasi, bali kuwepo kwa ushahidi wa uwazi na uchunguzi wa kina. Baadhi ya viongozi wa kiraia pia wameomba wananchi kuendelea kudumisha mshikamano wa kitaifa na kuepuka kauli zinazoweza kuchochea ubaguzi, chuki na migawanyiko kati ya jamii mbalimbali zinazounda taifa la Kongo. Wamekumbusha kuwa mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini na Chopo imekuwa ikaribisha wananchi kutoka maeneo tofauti ya nchi kwa muda mrefu, jambo ambalo linahitaji kuhifadhiwa kwa kuendeleza amani na kuishi pamoja. Familia za baadhi ya watu wanaodaiwa kukamatwa zinatarajiwa kupata ufafanuzi kutoka kwa mamlaka husika kuhusu mahali walipopelekwa ndugu zao pamoja na sababu rasmi za kukamatwa kwao. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanaendelea kufuatilia kwa hali hiyo kwa karibu ili kuhakikisha kuwa taratibu za sheria zinazingatiwa na haki za watumiwa zinalindwa. Hadi sasa mamlaka za eneo la Ubundu pamoja na huduma za usalama bado zinatarajiwa kutoa maelezo ya kina yatakayosaidia kuelewa mazingira halisi ya matukio hayo. Wananchi wanaendelea kusubiri taarifa rasmi zitakazobainisha ukweli wa madai yaliyotolewa na kueleza iwapo watu waliokamatwa wanakabiliwa na tuhuma gani sasa. Kwa sasa tahadhari inaendelea kutolewa kwa umma ili kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa na mamlaka husika, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini ukweli wa jambo hilo na kuhakikisha kuwa haki inatendeka kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya familia 2600 zilizokimbia makazi yao kutokana na hali ya usalama katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini zinaendelea kuishi katika mazingira magumu sana mjini Kinshasa, huku viongozi wakitoa wito kwa haraka kwa serikali kuingilia kati na kuwapatia msaada wa kibinadamu. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa Jumanne tarehe 16 Juni, wakimbizi hao wa ndani wanasema kuwa wanakabiliwa na changamoto kubwa za maisha kwa miezi kadhaa tangu walipowasili katika mji mkuu wa nchi. Wengi wao walikimbia mapigano, mashambulizi ya makundi yenye silaha na hali na kutokuwa salama iliyokumba baadhi ya sehemu za mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa ushuhuda wao, baadhi ya watu walipofika Kinshasa walipokelewa na familia za marafiki, ndugu wao, watu wenye mapenzi mema waliopatia hifadhi ya muda. Hata hivyo, kutokana na ugumu wa maisha na muda mrefu wa kuwahudumia, familia nyingi zilizokuwa zimekaribisha zimeanza kushindwa kuendelea kuwabeba. Wengi walikuwa wamepanga nyumba kwa kutumia akiba walizokuwa nazo, wamejikuta wakishindwa kulipa kodi za nyumba kutokana na ukosefu wa ajira na kipato. Hata hivyo, imewataka katika habari za kufukuzwa kwenye makazi yao kuongeza mateso wanaopatia kila siku.
Kundi hilo linajumuisha watu kwa tabaka mbalimbali wakiwemo wakili, watumishi wa umma, wanaharakati wa mashirika za kiraia, wa wanafunzi pamoja na wafanyakazi wa sekta tofauti walazimika kuondoka katika maeneo ya asili kutokana na vita na machafuko. Akizungumza kwa niaba ya wakimbizi hao, Rais Jordan Mulikuza alisema hali ya wanaoishi ni ya kusikitisha na kwamba wamekuwa wakishika kusaulika licha kujitolea kwao kwa taifa. Alieleza kuwa wakimbizi wengi walichagua kuunga mkono umoja wa taifa na kulaani vitendo vya makundi ya waasi, lakini leo wanajikuta bila msaada wa kutosha. Kwa mujibu wa takwimu zilizowasilishwa karibuni watu 19 tayari wamepoteza maisha mjini Kinshasa tangu walipowasili huko. Nadai kwa baadhi yao walifariki kutokana na ukosefu wa huduma za afya, kukosa fedha za matibabu pamoja na hali ngumu ya maisha wanazozipitia. Wakimbizi wanasema hawawezi kuendelea kufa kimya katikati ya mji mkuu wa nchi yao huku wakikosa msaada wa misingi wa kibinadamu. Wameleza mastiko yao kwamba hadi sasa hakuna mpango wa kudumu uliowekwa kwa ajili ya kuhudumia kwa upande wa makazi, chakula wala huduma za afya. Mbali na changamoto za kila siku, wanafunzi waliotoka katika mikoa Kivu na wanakabiliana na matatizo makubwa katika kuendelea na masomo yao. Wengi wanasema wamejikuta katika mazingira ya kutokuwa na uhakika kuhusu mustakabali wao elimu kutokana na ukosefu wa fedha na msaada wa kijamii. Kwa mujibu wa wanafunzi hao, mahitaji yao ya haraka ni pamoja na kusamehewa na kupunguziwa ada za masomo, kupata makazi salama pamoja na kupewa msaada wa kijamii utakaowezesha kuendelea na masomo yao bila vikwazo. Watu kadhaa wenye mapenzi mema wamekuwa wakitoa msaada kwa nyakati tofauti. Viongozi wa wakimbizi wanasema uwezo wa kuwahifadhi binafsi umefika kikomo. Wanaamini kuwa hali hiyo iliyopo sasa inahitaji hatua za pamoja kwa moja kutoka kwa serikali ili kuzuia kuzorota zaidi kwa maisha ya maelfu ya watu walioathiriwa na migogoro mashariki mwa nchi. Mmoja wa watu walioshuhudia kutoka Goma, Richard Bogania, alisisitiza kwamba wakimbizi hao ni sehemu ya wananchi wa Kongo wanalazimika kuondoka katika maeneo yao kwa sababu ya vita na kwamba wanahitaji msaada kutoka kwa serikali yao pamoja na mamlaka juu ya nchi. Wakati huo, sauti za kutaka suluhisho la kudumu kwa mgogoro wa usalama mashariki mwa Kongo zinaendelea kuongezeka, huku wakimbizi hao wakieleza matumaini kwamba serikali itasikia kilio chao na kuchukua hatua za haraka ili kuboresha hali yao ya maisha katika mji wa Kinshasa. Huzuni kubwa imetanda katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini baada ya watoto watatu kupoteza maisha Jumanne kufuatia kuporomoka kwa daraja la Kavimvira, moja ya miundombinu muhimu inaunganisha maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo pamoja na mamlaka za mkoa Kivu Kusini, ajali hiyo ilitokea majira saa 9 alasiri wakati shughuli za kawaida zilikuwa zikiendelea katika eneo la daraja hilo. Wakazi wengi walikuwa katika shughuli zao za kila siku, wengine wakivuka daraja hilo na baadhi ya watoto wakicheza kando ya mto unaopita chini yake. Mashuhuda wa tukio wanasema kuwa ghafla daraja hilo lilianza kuyumba kabla kuporomoka na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi waliokuwepo eneo hilo. Watu walikimbia kwa hofu huku wengine wakijaribu kuwaokoa wale waliokuwa wamekwama karibu na eneo la ajali. Andre Biadunia aliyewasilishwa kama mmoja wa wahusika wa kijamii wa Uvira amesema kuwa watoto watatu wamefariki dunia katika tukio hilo la kusikitisha. Kulingana naye, watoto wawili walikuwa wanaoga katika mto ulio chini ya daraja wakati daraja hilo likiporomoka. Kuna mtoto mwingine alipoteza maisha katika mazingira yanayohusiana na ajali hiyo. Baada ya vifo hivyo, wanawake kadhaa walikuwa wakifanya biashara zao karibu na eneo hilo wamepoteza bidhaa zao baada ya kuharibiwa kusombwa na mkasa huo. Alio ameongeza majonzi kwa familia nyingi zinazotegemea biashara ndogo kwa ajili ya kujikimu. Baada ya tukio hilo, ujumbe maalum kutoka kwa serikali ya mkoa Kivu Kusini ulifika katika eneo la ajali ili kufanya tathmini ya hali halisi na kuchunguza sababu za kuporomoka kwa daraja hilo. Mamlaka za mkoa zimethibitisha rasmi kutokea kwa ajali hiyo na kueleza kuwa uchunguzi wa kina unaendelea. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na ujumbe huo, daraja la Kavimvira lilishindwa kuhimili uzito wa lori ilikuwa kimebeba mabati mengi na ambalo lilikuwa likijaribu kuvuka daraja hilo wakati ajali ilipotokea. Naeleza kuwa uzito wa gari hilo huenda ulizidi uwezo wa daraja jambo lilosababisha sehemu ya miundombinu hiyo kupasuka na hatimaye kuporomoka. Serikali ya mkoa imeagiza vikosi vya usalama viliopo eneo la tukio kuhakikisha lori na lililoanguka pamoja na mizigo yake vinalindwa ipaswavyo. Imeelezwa kwamba hakuna mtu yeyote atakayeruhusiwa kuondoa sehemu yoyote ya mzigo huo bila kibali rasmi kutoka kwa mamlaka za mkoa. Daraja la Kavimvira lina umuhimu mkubwa kwa wakazi wa Uvira na maeneo jirani. Daraja hilo lipo kwenye barabara taifa namba 5 ambayo ni moja ya njia kuu za usafiri na biashara katika eneo la mashariki mwa nchi. Njia hiyo inaunganisha Bukavu, Uvira, Fizi na hadi Salamabila katika mkoa wa Maniema.
Mbali na umuhimu wake wa kitaifa, daraja hilo pia linatajwa kuwa njia muhimu ya mawasiliano na usafirishaji wa bidhaa kati ya Uvira na mji wa Bujumbura nchini Burundi. Kutokana na nafasi yake kimkakati, kuporomoka kwa daraja hilo kunaweza kusababisha usumbufu mkubwa wa usafiri wa watu na bidhaa katika ukanda huo. Mashirika ya kiraia ya Uvira yameeleza wasiwasi wao kuhusu madhara ya kiuchumi na kijamii yanayoweza kutokea ikiwa matengenezo ya haraka itatekelezwa. Yametaka serikali ya kitaifa pamoja na mamlaka za mkoa kuchukua hatua za dharura ili kulikarabati daraja hilo ili kuzuia kutengwa kwa Uvira na maeneo yanayoizunguka. Wananchi wanaelewa nao wameomba uchunguzi wa kina ufanyike ili kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo ili kuhakikisha hatua zinazofaa zichukuliwe ili kuepusha majanga kama hayo kutokea tena katika siku zijazo. Wakati huo, familia za watoto watatu waliopoteza maisha yao zinaendelea kuomboleza wapendo wao, huku wakazi wa Uvira wakitoa salamu za rambirambi kwa familia zilizoguswa na mkasa huo. Tukio limebua mjadala mpana kuhusu hali ya baadhi ya miundombinu na usafiri katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa DRC na umuhimu wa kufanya uchunguzi wa mara kwa mara ili kulinda maisha ya wananchi. Mwananchi mmoja wa Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini anajulikana kwa jina la Muhindo Kanyavikila Christian ametoa hadharani ombi la msamaha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wananchi baada ya kusambaza taarifa zisizo sahihi kupitia sauti iliyokuwa imeenea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na vyombo mbalimbali vya habari na kurushwa kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii, Muhindo Christian alikiri kwamba maelezo aliyotoa katika sauti hiyo hayakuwa sana, aliweza kusababisha migawanyiko miongoni mwa wananchi kuhusu hali ya usalama katika eneo la Beni. Katika sauti hiyo ilikuwa ikisambaa kwa kiwango kikubwa, aliwasilisha kimakosa wanajeshi FARDC kana kwamba walikuwa wapiganaji wa kundi la Defe, jambo ambalo lilizua mjadala na wasiwasi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Baada ya kuibanika kwa taarifa hizo hazikuwa za kweli, aliamua kujitokeza hadharani ili kurekebisha kauli zake na kuomba radhi. Akiwa katika maelezo yake ya kuomba msamaha, Muhindo Christian aliwataka wananchi kwa uangalifu wanapopokea kusambaza habari na zuhusu usalama, akisisitiza umuhimu wa kuhakiki taarifa kabla ya kuzisambaza kwa umma. Alisema kwa usambazaji wa habari zisizothibitishwa unaweza kuleta taharuki, kuchochea hofu na kuathiri juhudi za kurejesha amani katika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kiusalama. Ametoa wito kwa wananchi kuendelea kuyaunga mkono majeshi ya FARDC ambayo endelea na operesheni mbalimbali dhidi ya makundi yenye silaha katika mashariki mwa nchi. Kauli inakuja wakati ambako vikosi vya usalama vinaendelea kupambana makundi mbalimbali yanayotishia usalama wa raia katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Wachambuzi wa masuala ya mawasiliano wanaona kuwa tukio hilo linapaswa kuwa fundisho kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii kuhusu umuhimu wa kuwajibika katika matumizi ya habari. Katika kipindi ambacho taarifa husambaa kwa haraka kupitia simu na majukwaa ya kidijitali, kosa la taarifa moja linaweza kusababisha migawanyiko mikubwa na kuathiri hali ya usalama wa jamii hii. Kwa sasa viongozi wa jamii pamoja na wananchi wa Beni wanaendelea kuhamasishwa kuzingatia vyanzo rasmi vya habari na kushirikiana na mamlaka husika katika mapambano dhidi ya uvumi na taarifa za uongo, hasa zile zinazohusu operesheni za kijeshi na usalama wa nchi. Mimi Muhindo Kanyavikila Christian naomba msamaha kwa wakubwa wote wa FARDC mu Republique na kwa ofisi wote ya General, principalement wote wa Beni kwanza na wakubwa wote wa Wazalendo kuhusu hodi yenye nilituma kusema walibania FARDC na iko na meda la sose na iko na shinja watu. Naomba vraiment mnisamehe sana. Hakuna kitu kwa formation ya bongo. Na Wazalendo wote nasema mnisamehe sana ile formation ilikuwa ya bongo yote. Na omba sasa watu wote kusutenire FARDC. Hatuna arme ingine kama haiko ya FARDC. Mimi na omba shie wote tujiunge nyuma na Wazalendo, na nyuma FARDC, kwani wao ndio wanaweza kupigania kwa hii nchi yetu. Asante sana. Katika kipindi ambacho mamilioni ya wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuishi chini ya athari za vita, ukosefu wa usalama na kuhama kwa raia kutoka maeneo yao, timu ya taifa DRC Leopard imekuwa chanzo kipya cha matumaini kwa wananchi wengi. Matokeo ya sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Ureno katika kombe la dunia la mwaka 2026 yameamsha hisia na furaha za matumaini, si tu kwa upande wa soka bali pia kwa wananchi wanaokabiliwa na changamoto za kila siku katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Katika miji kama Goma, Bukavu,
Beni, Fizi, Uvira na maeneo mengine yanayoathiriwa na migogoro ya muda mrefu, ushindi wa matokeo mazuri ya timu ya taifa mara nyingi huonekana kama ishara ya umoja wa kitaifa na nguvu ya kusimama pamoja licha ya matatizo yanayokabili nchi. Kwa miaka mingi wananchi wa mashariki mwa Kongo wamekuwa kikabiliwa na hali ngumu za kiusalama. Maelfu ya familia zimepoteza ndugu zao, wengine kulazimika kukimbia makazi yao, huku wengine wakiendelea kuishi katika mazingira magumu ya kibinadamu. Katika hali kama hiyo, mafanikio ya Leopard katika jukwaa la kimataifa yanachukuliwa na wengi kama ujumbe wa matumaini kwamba hata taifa linalopitia nyakati ngumu naweza kusimama na kuonyesha uwezo wake mbele ya dunia. Sare dhidi ya Ureno imeonyesha kuwa Leopard inaweza kushindana na mataifa makubwa ya soka duniani. Wachezaji wa DRC wameonyesha moyo na kupambana, nidhamu na uzalendo mkubwa ndani ya uwanja, aliyomewafanya wananchi wengi kujisikia furaha kwa wakuu wa Kongo. Kwa wengi, Leopard ni si timu ya soka tu, wamekuwa alama matumaini, mashikamano na uthabiti wa taifa. Wakati milio ya risasi iliposikika katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi, milio ya shangwe kutokana na mafanikio ya timu ya taifa imekuwa ikisikika katika nyumba, mitaa na kambi za wakimbizi ambao wananchi wamekuwa kufuatilia kwa karibu safari ya timu yao katika kombe la dunia. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanaeleza kuwa michezo mara nyingi huleta umoja katika nyakati za mgogoro. Wananchi wanaposahau kwa muda tofauti zao na kuungana kuisapoti timu ya taifa, kujenga hisia na kuwa sehemu ya taifa moja lenye ndoto pamoja na maisha bora ya amani. Katika mazingira hayo, matokeo ya Leopard yameonekana kuwa zaidi na matokeo ya mpira wa miguu. Ni ujumbe kwamba Kongo bado ina nguvu ya kusimama, kupambana na kuendelea mbele licha changamoto zinazoiandama. Wananchi wengi wa mashariki mwa DRC sasa wameunganisha matumaini yao na mafanikio ya Leopard na matumaini ya kurejea kwa amani katika maeneo yao. Wanaamini kuwa siku moja milio ya bunduki itanyamaza na nafasi yake kuchukuliwa na sauti za maendeleo, elimu, biashara na michezo. Kwa sasa safari ya Leopard katika kombe la dunia endelea kuunganisha mioyo wa Kongo ndani na nje ya nchi. Kila matokeo mazuri yanayopatikana ndivyo matumaini ya wananchi yanavyozidi kuongezeka kwamba kesho inaweza kuwa bora zaidi kuliko leo. Na kwa wananchi wengi wa mashariki mwa Kongo ambao wamevumilia miaka mingi ya migogoro, kufuka kwa Leopard katika mashindano haya makubwa ya dunia kunaonekana kama ishara kwamba taifa linaweza kufufuka, kuimarika na hatimaye kufikia ndoto ya amani ya kudumu na maendeleo kwa wote. Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 18 za mwezi wa sita mwaka 2016 kupitia Kivu News Info. Basi tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi na kuendelea kutuamini kama chanzo chenu cha habari za uhakika. Vile vile endeleeni kutufuatilia kurasa na majukwaa yetu mbalimbali ya habari nazoendelea kutokea kila wakati. Kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info nawatakia mchana mwema wenye amani na mafanikio na afya njema. Mimi ni Eloge Lulonga na washukuru kwa kutusikiliza na kutanana tena katika matangazo yetu ya jioni. Hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi na daraja la habari za ukweli. Basi kwaherini na Mungu awabariki.